Tuangalie somo jingine muhimu ya kwamba umeingia kwenye mahusiano na mtu na amekuumiza, na baada ya kuumiza mkaachana, lakini baada ya muda anarejea tena, anataka mrudiane. Na swala muhimu ni kwamba je, ufanye nini katika mazingira kama hayo? Inawezekana ni kipindi kigumu, unaweza kuwa na swali gumu sana, ni swali ambalo mtu aliyekuumiza vibaya sana akakuacha na machozi yasiyofutika, akakuacha na kilio, akakuacha na aibu, baadaye anarudi. Ni wakati ambao unaweza kuwa sio mwepesi kuhimili, lakini unaweza kufanya nini? Kuna mambo ya kuzingatia unaweza kufanya. Kwanza ni kumwomba Mungu. Unapomwomba Mungu, ukimwomba Mungu unapata nafasi ya kujua hasa ni nini kilichojificha nyuma ya pazia. Ukiwa Mungu, kwa nini huyu mtu amerejea? Kwa nini tatizo? Utapata kujua nafasi. Lakini kuna wakati mtu utagundua ya kwamba kilichomrudisha ni kwamba ulikuwa ni ujinga aliyokuwa nao kwenye akili yake, na kutokujua thamani ya mtu na kuchukulia ni kawaida tu, huyu ni kama mtu mwingine tu, akakuumiza kwa sababu ya ujinga. Unaweza kujua ya kwamba amejifunza somo. Sababu mtu kama amekuumiza haimaanishi usimpatie nafasi ya pili, hapana. Kwa sababu kwenye maisha hakuna mtu ambaye ni mkamilifu, lakini cha muhimu kunahitajika uelewa sahihi na ulio wazi zaidi, ili usije kuingia ukaumia tena, na ukija kuumizwa tena itakuwa mbaya zaidi kuliko ya kwanza, kwa sababu ndio kanuni. Kwa cha muhimu ni kwamba kujua sababu hasa ni nini, na vya kusaidia kujua moja hapo ni maombi, vingine ni kuzungumza naye. Ukizungumza naye utaweza kujua. Anaweza kukudanganya, anaweza kudanganya, lakini as time goes on unaweza kutoa time. Usiende haraka, usiende haraka kufika kule mliko kuwa mpaka anakuja kukuumiza, hapana. Usimfukuze, lakini bado pia unampa time, unajipa muda wa kumwekea mipaka mingi zaidi, ili uweze kujua. Na sometimes unaweza kupretend. Inamaanisha nini? Ukaigiza. Ni kisa hicho tunaweza kujifunza kisa cha Yusufu. Alivyo ndugu zake walivyokuja, aliwapokea, lakini yeye aliwajua na wao kumjua. Alichofanya, aliwapa majaribio kadhaa ya kujua, je, wako vile vile au wamebadilika. Na Yusufu alichokifanya, aliweza kutaka kumchukua ndugu yao yule wa mwisho, ambaye alikuwa ni ndugu yake yeye wa damu, tumbo moja, Benjamin, na ili kujua, je, watamwachia kwa ili tu kwamba haijalishwi. Lakini Yoshua alikuwa tayari kupigana na Yuda, alikuwa tayari kujitoa. Kwa tunaona nafasi tulionayo ni ile ya kwamba unatoa muda wa majaribio. Unaweza kupretend ya kwamba okay, I've given you everything, si ndio? Nachomaanisha ni kwamba sio everything ukajitoa. Kwa hiyo unahitaji kutoa majaribio kadhaa, sio kujiachilia kwa maana ya kuvunja sheria na kanuni za Mungu, bali kupretend, kwa maana kwa kujiachilia baadhi ya vitu na kumpa time, unaweza kuona vile mtu anavyoamua kurespond. Ni kwamba anataka kukuuse, anataka kukutumia, yani faida yake ni kwako, ama anatafuta faida yako. Unampa mtu nafasi, unaona kwamba vipi. Lakini hizo zote zichukue baada ya kuwa umefanya tahadhari za kwanza za kuangalia huyo mtu kusudi lake hasa ni nini. Na kitu kitakachokusaidia, nimesema, ni maombi na muda mwingi wa kutafakari, kujua miendo ya mtu imebadilika, kujua kilichomsukuma kurudi. Anaweza kaa alikuwa challenge kwenye mahusiano na mtu mwingine, yule mtu aliyeingia naye mahusiano amekuja labda akamgeuka, kwa anarudi kwa sababu yule mtu amemgeuka, au alikuacha akaenda kwa mtu mwingine kwa sababu ya fedha. Yule mtu alipofika akagundua vile alivyotarajia atakuwa navyo hana, anarejea kwa sababu amegundua yule mtu sasa aliyekuwa amekimbilia kwake fedha hana. Kwa hiyo ujue kabisa hapo hakuna asubuhi. Hakuna asubuhi. Ikiwa sababu iliyomfanya akuumize inaweza kujirudia kwa sababu ya mazingira alichokitegemea kule kwingine sicho alichokikuta, maana yake yuko self-centered.
Kwa hiyo maana hiyo huyo mtu anaweza kukuumiza tena, hivyo huna sababu, si ndio? Unless ikiwa alifanya vile ni uasi dhidi ya Mungu na labda amebadilika hata maisha yake ya kiroho, at least hiyo inaweza kuconvince ya kwamba huyu amemrudia Mungu. Kilichofanya arejee ni Mungu na sio kwamba alichokitarajia sio kikuta. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vya kuangalia, lakini wengi wanaumizwa tena na tena na watu wale wale kwa sababu anampatia nafasi haraka bila kuanza kutafakari kujua nini kilicho sababu, si ndio? Kwa hiyo rafiki yangu, nikutie moyo kwamba ikiwa mtu amekuumiza anarudi tena, jipe muda, lakini usimfukuze haraka mpaka pale ambako unakuwa umejihakikishia kwamba uamuzi huu ninao uchukua siwezi kuja kujuta, nimekuwa na uhakika kwamba huyu mtu hajarudi kwa mema, si ndio? Yes, hayo mambo yanatokea, so you give it time. Unatoa nafasi nyingine tena pale ambako hasa unaangalia yeye kwako anataka kupata au anataka kutoa. Hiyo inaweza kukusaidia, lakini Mungu ndiye anakuwa kiongozi mkubwa zaidi. Jitahidi sana kuwa na utulivu kwenye sehemu kama hizo. Utulivu, muda, time will tell. Yani muda una tabia kuzungumza. Nikipa mtu kitu muda, kwamba nipe muda, hata ukimpa ile friend zone, ile nani ya urafiki kwanza, yani unampa kama nafasi ya kwenda pole pole ili kumstudy ni mtu mwingine ama ni mtu yule, ile rangi tu ndio imejificha, yani hakuna alichokibadilisha isipokuwa tu ameficha kile kibaya alichokifanya, lakini si mtu mpya. Ikupatie picha ya kwamba ni mtu yule yule. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vya kuangalia hapo, vidogo vidogo, lakini si vya kupuuza. Hakuna mkamilifu. Lazima uelewe kwamba hakuna mkamilifu, lakini bado ujue udhaifu na uwezo wa kuvumilia. Itakusaidia kupiga hatua katika hicho kipindi cha mahusiano unapotaka kurudiana na mtu. Kwa hiyo kukosana na mtu akakuumiza si kwamba ndio nafasi ya mwisho, lakini lazima ikupe macho zaidi ya kawaida. Kuwa mwangalifu anaporejea. Si wewe kwenda kurudi kwake kumtafuta, alikuumiza wafu unajipeleka. No, ni pala ambako yeye ameamua kurudi, si ndio? Manake kuna kitu kimempush kukam. Sasa hicho kilichompush lazima ukijue ni kitu gani. Ni kwa sababu ya matarajio, na nilisema kwa sababu matarajio kule alikotoka, alikokwenda, ama ni uelewa mbaya aliyokuwa nao. Uweze kujua, uweze kupima. Ndio maana lazima vitu vipe muda. Usianze kujihalalisha na kujiachia. Itakuumiza zaidi. Itakuumiza zaidi. Kwa hiyo unahitaji kutoa muda. Na Mungu atakusaidia. Ukimtegemea Mungu, mambo yote yanakwenda sawa. Maana Mungu ndiye bora kuliko chochote. Natakia siku njema. Ikiwa video hii basi imekupatia nafasi ya kujua kitu fulani cha muhimu, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki ili watie moyo. Inawezekana kuna rafiki yako ambaye anapitia kipindi kama hicho lakini hajui anafanyaje. Asante.